Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibuni kwenye kipindi chetu cha neno la Mungu na maombi ya pamoja kutoka katika huduma ya Jesus Christ is Lord, God within us. Ni neema kuu sana ambayo Mungu ametupatia ya kuwa pamoja kwa wakati huu. Tunamshukuru kwa sababu yeye ni mwema na ametupa neema. Hivyo kabla ya kuanza, tujipeleke mbele za Mungu, tujiweke wakfu mbele za Mungu ili yeye mwenyewe aweze kutuhudumia. Tumuite Roho Mtakatifu aweze kutuhudumia. Basi tuombe. Baba, katika jina la Yesu Mtakatifu, Mungu wa neema, Mungu wa rehema, tuna kila sababu ya kusema asante kwa wema na fadhili zako. Wewe ni Baba na badala yako hakuna mwingine. Tunaliinua na kulitukuza jina lako. Wakati huu Mungu tumekusanyika mbele zako, maana Bwana tunatamani kukusikia wewe. Tunatamani ukusikia sauti yako. Tunatamani ukisema na mioyo yetu. Bwana, tuko pamoja mahali hapa kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunakualika Roho Mtakatifu, rafiki mwema, wewe uliye arubani yetu, tusaidie. Ukaonekane Mungu, ukaonekane katika neno lako, ili Bwana kusudi lako likapate kutimia kwa kila mmoja atakayesikia sauti hii. Mtakatifu, wewe ukaonekane, maana unayajua mahitaji ya watoto wako. Wewe ukahusike, ukiwafundisha, ukiwagusa kwa namna tofauti tofauti, ukiwaponya katika jina la Yesu. Maana neno lako linasema katika Kolosai 3:17 ya kwamba katika lolote tufanyalo, iwe kwa neno au kwa tendo, tufanye yote katika Kristo Yesu, huku tukikushukuru Mungu kwa ajili ya yeye Yesu Kristo. Nasi Bwana tunaomba ukaanze pamoja nasi, ukatuongoze katika kipindi chetu, ukamalize pamoja nasi, na ukitushindia kwa utukufu wa jina lako. Tunakutukuza, tunakubariki, tukinyamazisha kila kelele za ibilisi, kila vikwazo vya ibilisi, kila nguvu na mamlaka ya kuzimu hayana uwezo wala mamlaka katika jina la Yesu. Tunanyamazisha kila kitu kikamtii Kristo katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana, tunakubariki, tunakuinua, ni katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai tunaomba na kuamini, amen. Bwana Yesu asifiwe, wana wa Mungu. Ni siku njema kama ambavyo tumesema, ambayo Mungu ametupatia, na mimi ninayekuletea ujumbe wa leo ni mtumishi wa Mungu Dr. Mweta, ambaye ni mjoli wake, ni chombo chake tu kisicho na faida, lakini ninajua kwamba lipo kusudi na kipo kitu ambacho utakipokea kutoka kwa Mungu. Mimi nishuke sana, lakini yeye ainuliwe kwa sababu ya utukufu wake. Amina. Kwa hivyo tunao ujumbe ambao Roho Mtakatifu ametupatia wakati huu. Anatamani wote tujifunze na tupate kitu. Na kichwa cha ujumbe huo kinasema safisha uwanda wako. Kusafisha uwanda. Mungu anataka tusafishe uwanda. Na andiko kuu litatoka katika Isaya ile sura ya 40, na kuanzia ule mstari wa 3 tasoma mpaka ule mstari wa 5. Neno la Mungu linasema, sikiliza, ni sauti ya mtu aliaye, itengenezeni nyikani njia ya Bwana, nyosheni jangwani njia kuu kwa Mungu wetu. Kila bonde litainuliwa na kila mlima na kilima kitashushwa. Palipopotoka patakuwa pamenyoka, na palipoparuza patasawazishwa.
na utukufu wa Bwana utainuliwa, na wote wenye mwili watauona pamoja, kwa kuwa kinywa cha Bwana kimenena haya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tutaenda kuangalia neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Luka tutaangalia kutoka katika kitabu cha Luka sura ile ya 3. Tasoma ule mstari wa 2 mpaka wa 6. Luka sura ya 3 mstari wa 2 mpaka wa 6. Neno la Mungu linasema, wakati wa ukuhani mkuu wa Anasi na Kayafa, neno la Mungu lilimfikia Yohana mwana wa Zakaria jangwani. Akafika nchi yote iliyo karibu na Yordani, akihubiri ubatizo wa toba liletalo ondoleo la dhambi, kama ilivyoandikwa katika chuo cha maneno ya nabii Isaya, sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Kila bonde litajazwa na kila mlima na kilima kitashushwa. Palipopotoka patakuwa pamenyoka, na palipoparuza patalainishwa, na wote wenye mwili watauona wokovu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Mungu anataka nini katika maisha yetu. Na kabla hata ya yote tuangalie uwanda ni nini. Uwanda ni sehemu tambarare na pana. Kiroho, uwanda unaweza kuwakilisha moyo wa mwanadamu, maisha yetu, huduma zetu, familia zetu, au mazingira ambayo Mungu anataka tutende kazi. Lakini mara nyingi uwanda wa maisha yetu umekuwa umejaa mambo mengi. Umekuwa umejaa uchafu. Umekuwa umejaa uchafu wa dhambi, majeraha, misukosuko, chuki, kiburi, wivu, tamaa na kutokusamehe. Kwa hivyo Mungu anataka tusafishe ile hali yetu ya kiroho, yale mazingira yetu yanayofanya sisi tuweze kumkaribia Mungu. Kama ambavyo unaweza ukachukulia uwanda ukawa ni eneo au bonde ambalo lina rutuba. Mtu akitaka kulima ili apate mazao mazuri, lazima kwanza aliandae lile bonde, aandae lile shamba, asafishe vizuri, atafute mbegu nzuri, apande kwa majira yake, ahakikishe kwamba lile shamba linakuwa liko katika hali nzuri, na mazao yake na mimea yake inakuwa vizuri, inazaa vizuri. Anahakikisha magonjwa yanaondoka, wadudu waharibifu wanaondoka. Hayo ni maisha ya kawaida tu ambayo unaweza ukayaangalia. Lakini kwa Mungu ni zaidi sana, kwamba mioyo yetu sisi anataka tuisafishe. Mioyo yetu sisi anataka tuitayarishe. Palipokuwa na vikwazo vikaweze kuondoka, ili tuisafishe njia ya Bwana, ili tusafishe maisha yetu, ili tusafishe katika familia zetu, kuwe na amani na upendo, ili Mungu akaweze kupita. Maana hata neno linatuambia kwamba na wote wenye mwili watauona wokovu wa Mungu. Lakini hawauoni tu wokovu wa Mungu, ni baada ya kusafisha, ni baada ya kutengeneza, ni baada ya kuweka mazingira yanayomkubali Mungu awepo katikati yao. Kwa hiyo tunatakiwa tufanye nini? Tunatakiwa tuhakikishe kwamba kila siku, kila wakati tunajiweka mbele za Mungu, tunajisafisha, tunatengeneza njia zetu, ili kwamba Mungu awe pamoja nasi,
tunapomhitaji aweze kusikia na kutusaidia, ili atuletee msaada mahali ambapo hatuna msaada, ili aweze kutuletea wokovu, ili aweze kutuponya, ili aweze kusikia maombi yetu. Lazima tusafishe uwanda wetu, lazima tusafishe maisha yetu ya kila siku, lazima tusafishe hali zetu za kiroho, lazima tulete amani katikati ya taifa, lazima tulete haki katikati ya taifa, lazima tusimame katika ule uelekeo wa Mungu wa kuyaleta mambo yaliyo sawa, mambo yaliyo sahihi. Lazima tuwasaidie vijana wetu kukaa katika njia ya Bwana, lazima tuwaambie watoto wetu na kuwafundisha njia ya Bwana, lazima ndoa zetu zisimame katika ile njia ya Bwana. Lazima kila mmoja ajiangalie kwamba mimi moyo wangu umekaeje, mimi maisha yangu yamekaeje, mimi ninaelekea wapi, mimi niko wapi. Bwana Yesu asifiwe. Na katika haya yote hatuwezi tukafanya sisi wenyewe, lazima Mungu atusaidie katika kufanya hivyo. Kinachotakiwa ni sisi kuwa tayari. Haijalishi ni bonde limekuwa limeharibika kiasi gani, haijalishi kuna milima imepanda kiasi gani, haijalishi kuna makorongo ya kiasi gani, lakini Mungu anasema yeye anaweza kupasawazisha palipo paruza. Yeye anaweza kuinua mahali ambapo papo chini. Yeye anaweza akashusha milima iliyoinuka na kuleta vikwazo. Yeye anaweza kuleta nuru mahali penye giza. Yeye anaweza kuleta uponyaji hata mahali ambapo hapana uponyaji, palipokata tamaa. Yeye anaweza akaondoa vikwazo na mizigo mizito. Yeye ni Mungu atupendaye sana, ni Mungu atusaidiaye sana. Je, swali, uwanda wako ukoje? Ni vitu gani vinavyokuzuia mpendwa, ili wewe usiweze kukutana na Mungu katika ahadi alizokuwekea, katika ahadi alizokuambia, katika yale aliyoyaweka katika maisha yako ili uweze kuyapata? Ni vitu gani vinakuchelewesha ili Mungu asitembee pamoja na wewe? Unalo jukumu la kujichunguza. Mimi ninalo jukumu la kujichunguza, la kuangalia ni vitu gani vinavyonifanya ni kama kikwazo cha kunifanya mimi, cha kunisababisha nisifike katika ahadi za Mungu, cha kunifanya nisiweze kuwepo katika uwepo wa Mungu. Mungu anatupenda sana. Mungu anatupenda sana. Kusafisha uwanda ni kuondoa uchafu, kuondoa uchafu wa dhambi. Na dhambi humtenga mtu, humtenga mwanadamu na Mungu. Dhambi imekuwa ni kikwazo cha kumtenga mtu na Mungu wake. Kwa hivyo Mungu anataka tusafishe mioyo yetu, tuyasafishe maisha yetu, tuziondoe dhambi katika maisha yetu. Ili Mungu atende kazi ndani yetu, lazima uwanda wetu uwe msafi, lazima tuwe watakatifu, lazima mioyo yetu isafishwe, tuondoe ule uchafu. Neno la Mungu ukisoma katika ile Isaya sura ya 1 mstari wa 16 inasema, jiosheni, jitakaseni, ondoeni uovu wa matendo yenu mbele za macho yangu. Maana yake Mungu anataka tujioshe, tujitakase. Na damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani, hiyo inatuosha na kututakasa dhambi. Hatuwezi kujisamehe dhambi, hatuwezi kujitakasa dhambi kwa kuoga, kuvaa vizuri, kwa kuchinja wanyama, kwa kula vizuri, kwa kunyenyekea tu tukatembea kama vile ni wanyenyekevu, lakini tuna matendo machafu. Maana yake lazima tuendee msalaba wa Kristo. Lazima tunyenyekee mbele za Mungu. Lazima tukubali. Lazima tutubu. Na kutubu ni kujua ya kwamba nimekosea, nimemkosea Mungu. Na unapotubu maana yake unatakiwa kugeuka, kuacha yale ambayo yalikuwa ni kikwazo, yale ambayo yanamkosea Mungu, ili uweze kusimama
katika ile njia ambayo Mungu anataka usimame. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunatakiwa kuondoa kiburi, tunatakiwa kuondoa wivu, tunatakiwa kuondoa chuki, tunatakiwa kuondoa uasherati, uzinzi, tunatakiwa kuondoa roho ya kutokusamehe, tunatakiwa kuondoa wivu na majivuno, tunatakiwa kuondoa kila roho za uchawi, roho za uharibifu, kuabudu sanamu, tunatakiwa tuviondoe vyote, ili Mungu aweze kuchukua nafasi yake ya kuweza kutusaidia, ya kuweza kutuongoza. Kwa hiyo Mungu hawezi kujenga juu ya uwanda mchafu. Lazima uwanda wetu usafishwe. Lazima uwanda wa kila mmoja usafishwe. Yaani Mungu ni mtakatifu. Kwa hiyo nao wanaomkimbilia na kumwabudu lazima wawe katika hali ya utakatifu. Lazima uwanda wako usafishike. Lazima, ili Mungu aweze kukaa mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kusafisha uwanda ni kunyoosha njia za maisha. Ni kunyoosha njia za maisha. Tumeangalia kwanza kwamba ni kusafisha, ni kuondoa dhambi. Lakini na nyingine ni kunyoosha njia za maisha. Kwamba watu wengi tumekuwa na maisha yanayopotoka kiroho. Lakini Mungu anataka kurekebisha tabia zetu. Anataka kurekebisha maamuzi yetu. Anataka kurekebisha mwenendo wetu. Tabia zetu zikawe tabia za kumpendeza Mungu. Maamuzi yetu yakawe ni maamuzi yanayompendeza Mungu. Maamuzi yanayomtegemea Mungu. Maamuzi yanayokuwa na tija mbele za Mungu. Na pia mwenendo wetu kila itwapo leo uwe ni mwenendo wa kumhubiri Kristo, ili matendo yetu yaweze kuwavuta watu wengine. Kwa hiyo tunasafishaje huu uwanda? Na kwa nini? Na tunafanyaje? Maana yake kusafisha uwanda lazima ni kurudi katika toba. Kujua kwamba sijakaa vizuri. Lakini pia ni kurudi katika maombi. Maombi ni silaha inayokufanya unakuwa karibu na Mungu, inayokufanya unakuwa mtu wa kutengenezwa kila itwapo leo, mtu wa kutengenezwa na kujengwa na ule uungu na kukaa karibu na Mungu, ukajua anakuambia nini, anataka ufanye vitu gani. Mazungumzo yako yawe ya mawasiliano na Mungu ya karibu. Maombi yanakufanya uweze kujua vitu gani vya kufanya ili kuzuia hata hatari nyingine. Katikati ya maombi unakuwa karibu na Mungu. Roho Mtakatifu anakuongoza kwamba fanya hiki, sema hiki, nenda katika njia hii, fanya hili, omba kwa ajili ya watu hawa, wasaidie watu wa kitu fulani, fanya hiki na hiki na hiki, muombee huyu na huyu, fanya hili na hili. Kwa hiyo tunapata mawasiliano, tunaendelea kutengeneza tabia zetu zikampendeza Mungu, zikatusaidia kuwa na uwanda ulio safi, tukiwa tunadumu katika maombi. Kwa tudumu katika toba, tudumu katika maombi, lakini turudi katika utakatifu. Haishii tu kutubu kwamba Bwana, najua nimekosea, ninaomba unisamehe, ikaishia hapo. Hapana, lazima tudumu katika utakatifu. Lazima tudumu katika usafi wa mioyo yetu, usafi wa matendo yetu, usafi wa mawazo yetu, usafi wa maneno yetu. Lazima zile tabia za zamani ziondoke. Lazima zile mila na desturi za zamani ziondoke, ili sisi tusiwe na kiambaza kituzingacho kumkaribia Mungu. Tusiwe na vitu vizuiazo baraka zetu. Bwana Yesu asifiwe. Na lazima turudi kwenye kweli ya neno la Mungu. Lazima turudi kwenye kweli ya neno la Mungu. Lazima maisha yetu yaongozwe na neno la Mungu. Maana neno la Mungu ndio taa ya miguu yetu. Neno la Mungu ndio ngao yetu. Neno la Mungu ndio msaada wetu. Tunapata msaada na majibu yote kupitia katika neno la Mungu. Soma Biblia na usiishie tu kusoma, tafakari.
meditate, jifunze, elewa, kuwa na wakati wa kumsikiliza Roho Mtakatifu anasema nini katika neno lake. Anakuambia nini katika shida yako? Anakuambia nini katika maisha yako? Anakuambia nini katika huduma yako? Anakuambia nini? Neno la Mungu lina majibu ya kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu lina majibu ya kila kitu tunachokihitaji. Kwa lazima neno la Mungu lijae kwa wingi. Tunaweza kumshinda shetani na mawazo yake mabaya na mambo yote mabaya kwa kupitia neno la Mungu. Yesu alimshinda shetani kwa neno la Mungu. Lazima neno la Mungu lijae. Lazima tujue kwamba neno la Mungu ni chakula chetu cha uzima. Ndicho chakula kitufanyacho kwamba tunaendelea kukua kiroho, tunaendelea kumjua Mungu, kwa sababu tunajua anasema nini, anatufundisha nini. Na Roho Mtakatifu ni arubani yetu, ni kiongozi, ni mwalimu, ni msaidizi. Lazima tukubali atufundishe. Anasema yeye anatufundisha. Na akitufundisha tutakuwa na amani, hatutakuwa na hofu, hatutakuwa na mashaka, hatutaogopa kitu chochote, kwa sababu tunajua ya kwamba yuko pamoja na sisi, anatuongoza njia. Yeye anatusaidia tusitende dhambi, yeye anatusaidia madhaifu yetu, yeye anatusaidia kuomba kwetu, anatusaidia uwanda wetu uwe safi kila wakati, anatujulisha mambo yajayo, anatuelekeza. Ni msaada wa kila kitu. Lakini jambo jingine, lazima tuishi maisha ya haki. Lazima tuishi maisha ya haki, ya kutenda mambo kwa usahihi mbele za Mungu, ya kuwatendea wengine kama vile ambavyo tunataka sisi wengine watutendee, ya kusimama katika ile hali ya kutetea wengine, ya kuwasaidia wengine, ya kutokandamiza wengine, ya kuwaleta wengine katika mikono ya Mungu. Hata kama mtu unamwona hafanyi vile inavyotakiwa, unatakiwa kumwambia katika upendo ili uweze kumrejesha. Panapokemea, kemea, lakini panapokuelekeza, elekeza katika Zaburi, katika tenzi, ili kumrejesha mtu kwa Kristo, lakini kumsaidia mwingine aliyeonewa, kusimama naye, kumsaidia kutenda yaliyo sahihi mbele za Mungu. Na nyakati nyingi kujiuliza maswali ya kwamba mimi hiki ninachokifanya mwingine akinitendea nitafurahi? Watoto wangu wakitendewa hivi watafurahi? Kwa hiyo Mungu anataka tusimame katika neema yake, tukionyesha kwamba sisi ni watoto warithi pamoja na Kristo. Warithi pamoja na Kristo ni wanaopenda toba, wanaosamehe, wanaotaka kusamehewa, wanaosimama katika maisha ya utakatifu, wanaotendea wengine matendo mema, wanaosimama katika kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini uwanda ukisafishwa, utukufu wa Mungu huonekana. Utukufu wa Mungu huonekana. Tumesoma hapa katika Luka, tumeona ule mstari wa 6, ile Luka 3 mstari wa 6, anasema na wote wenye mwili watauona wokovu wa Mungu. Lakini sio hiyo tu. Hata tuliposoma neno la Mungu katika Isaya, ile Isaya 40 ule mstari wa 5, anasema na utukufu wa Bwana utainuliwa na wote wenye mwili watauona pamoja, kwa kuwa kinywa cha Bwana kimenena haya. Manake kumbe tunapousafisha uwanda, kumbe tunaposafisha maisha yetu yakampendeza Mungu, utukufu wa Bwana unaonekana kwenye maisha yetu. Baada ya kusafisha uwanda, Mungu
anaanza kutenda kazi. Anaanza kutenda kazi ndani mwetu. Anaachilia neema yake. Anaachilia vipawa ndani mwetu. Anaachilia huduma ndani mwetu. Anatuongoza na kutusaidia, na matokeo yake ya ule uwanda uliosafishwa, amani ya moyo inakuwepo. Uwepo wa Mungu unakuwepo. Baraka za Mungu zinakuja. Uponyaji wa kiroho na kimwili, mafanikio ya kiroho na kimwili, kwa sababu uwanda umesafishwa, kwa sababu Mungu ameonekana. Mungu ameonekana, utukufu wake umetujia, yeye ametuongoza, yeye ametusaidia, na yuko pamoja nasi kwa sababu uwanda wetu umesafishwa. Kwa hiyo kila mmoja anao uwanda wa kusafisha. Mimi ninao uwanda wa kusafisha, na wewe ndugu yangu naye nisikiliza, unao uwanda wa kusafisha. Na uwanda huo waweza kuwa ni moyo wako. Uwanda huo waweza kuwa ni familia yako. Uwanda huo waweza kuwa watoto wako. Uwanda huo waweza kuwa ni ajira yako. Uwanda huo waweza kuwa ni huduma yako. Uwanda huo waweza kuwa ni ndoa yako. Uwanda huo waweza kuwa ni vijana wetu wa kizazi hiki. Uwanda huo waweza kuwa ni kanisa. Uwanda huo waweza kuwa ni mahali unapoishi. Uwanda huo waweza ukawa ni nchi yako. Tunalo jambo, tunapo mahali pa kutenda kazi, ili tunapomuita Mungu aweze kutusikia. Mungu anasema tusisubiri mwingine, tuanze sisi kusafisha uwanda wetu. Usiseme ni kazi ya mchungaji, ni kazi ya baba, ni kazi ya mtu fulani, ni kazi ya mtu fulani. Ni kazi ya kila mmoja. Kila mmoja anatakiwa asafishe moyo wake. Kila mmoja anatakiwa asafishe moyo wake kwanza. Mungu anasema, neno la Mungu linasema katika ile Zaburi ya 51 mstari wa 17 kwamba Mungu anaupenda ule moyo uliopondeka, ulionyenyekea. Mungu anapenda ule moyo. Zaburi ya 51 ule mstari wa 16 hadi wa 17 tukisoma, anasema maana hupendezwi na dhabihu, au ningeitoa wewe huridhii sadaka ya kuteketezwa. Dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka. Mungu hutaudharau. Kwa hiyo Mungu anapenda ile mioyo, roho iliyovunjika na kupondeka mbele zake, moyo utetemekao usikiapo neno lake, moyo unyenyekeao, moyo unaompenda Mungu. Mungu anaupenda huo. Kwa hiyo sisi kila mmoja analo jukumu la kufanya kwanza ndani ya moyo wake, alafu katika familia yake, katika kanisa, mahali anapoishi, kwa watu wanaokuwa nao, mahali pa kazi, katika masomo yako, mahali popote ulipo, kuna kitu ambacho Mungu anataka ukifanye. Kwa hiyo Mungu anataka tutembee katika uwanda safi. Mungu anataka tutembee katika maisha yaliyo safi, tukiutakasa moyo na kurekebisha njia zetu. Mioyo yetu iwe safi. Mioyo yetu inatakiwa kuwa safi. Njia zetu tuzirekebishe ziwe safi. Hapo tutaona utukufu wa Mungu. Kwa hiyo wito ulio mkuu leo, Mungu anatuita kwa ajili ya kutubu, kwa ajili ya kuacha dhambi, kwa ajili ya kusamehe, kwa ajili ya kurudi kwake kwa moyo wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama ambavyo Mungu anatutaka, kama ambavyo Mungu anataka kutusaidia, kama ambavyo Mungu anataka kurejea kwetu, ndivyo ambavyo tunatakiwa tujiweke tayari. Ndivyo ambavyo tunatakiwa tuwe karibu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neno hili ninaamini ya kwamba kuna kitu ambacho Roho Mtakatifu amekufundisha. Kwa hiyo wakati
ukitaka kwenda kwenye maombi usiweze kuwa katika ile njia au baraka za Bwana. Kuna vikwazo gani katika maisha yako? Basi twende mbele za Mungu. Na kama wewe umesikia maneno haya na unatamani kutubu mbele za Mungu, unatamani Bwana Yesu afanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, utanifuatisha katika sala hii. Alafu baada ya hapo tutaenda kuomba sasa kwa pamoja. Sema: Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Nimegundua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Ninakuhitaji Bwana Yesu, unisafishe. Ninahitaji Mungu, safishe moyo wangu. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozitenda. Unisamehe Bwana. Na nimetambua ya kwamba wewe ndiwe Bwana uweze kunisamehe na kunisafisha. Wewe ndiwe uweze kunipa wokovu. Nami ninaamini ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu na ulikufa kwa ajili ya dhambi zangu. Ninaomba unisamehe. Ninaomba unisafishe. Ninaomba unitakase. Ninaomba unipe neema yako. Ninaomba nguvu ya Roho Mtakatifu ingie ndani mwangu, ili Roho Mtakatifu anisaidie katika kuyaishi maisha haya. Mungu, ninaomba unisaidie. Mungu, ninaomba unisaidie. Nimegundua ya kwamba siwezi bila wewe. Nimegundua ya kwamba wewe ni kila kitu maishani mwangu. Ninakukaribisha Bwana Yesu moyoni mwangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, katika jina la Yesu Kristo, amen. Basi kama umeomba sala hii, umekuwa mmojawapo katika familia ya wana wa Mungu, waweza kutafuta kanisa lolote la kiroho ambalo utaweza kufundishwa na kuendelea kuukulia wokovu. Na kwa sababu Mungu anapenda tuwe na ushirika. Na basi wakati huu twende mbele za Mungu tukaombe. Mungu aweze kutusaidia. Sijajua unapitia mambo gani katika uwanda wako wa moyo, katika uwanda wa maisha yako. Sijajua unapitia kitu gani katika huduma yako, katika ndoa yako na familia yako. Lakini kama unaisikiliza sauti hii, Mungu anasema niko kwa ajili yako, ili niweze kupasawazisha palipo paruza, ili niweze kuondoa milima iliyosimama mbele yako na kukuletea magumu na uharibifu. Bwana Yesu asifiwe. Basi twende mbele za Mungu. Baba, katika jina la Yesu Mtakatifu, Mungu wa mbinguni, Mungu mwenye neema, Mungu unayetupenda sana, Baba yetu mtakatifu sana, tunakuja mbele zako kwa heshima na kunyenyekea. Asante kwa wema na fadhili zako. Asante kwa uweza na nguvu zako. Asante kwa kutupa neema. Asante kwa kutupa afya na uzima. Asante kwa sababu Mungu unatusikia. Asante kwa sababu umetufanya kuwa watoto wako. Tunakuja mbele zako Mungu wakati huu. Ninawaleta watoto wako hawa wanaosikia sauti hii mikononi mwako. Mtakatifu, Mungu wa neema, Baba, kila mmoja atakayekuja kusikiliza, atakayesikia sauti hii, akasikie neno lako Mungu mtakatifu. Nawe Bwana ukaonekane katika maisha yake. Angalia Mungu watoto wako hawa, wapo ambao wanapita katika shida za maradhi, wapo ambao Mungu wanaumwa, wapo ambao Mungu wamekosa kupata
raha ya maisha kwa magonjwa. Wapo ambao wamekata tamaa, wapo ambao hawajui watafanya nini, wapo ambao wanazo taarifa za daktari za kwamba maisha yao yamefikia mahali gani pa kukatisha tamaa, ya kwamba wana ugonjwa huu na ule. Lakini wewe ambaye umekufa kwa ajili yetu, tena umesema ya kwamba umeyachukua masikitiko yetu, umepigwa kwa ajili yetu, maana kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Ninaomba ukanyooshe mkono wako. Ninalituma neno lako la uzima na uponyaji kwa ajili ya kila mmoja ambaye Mungu ana udhaifu katika moyo wake, katika mwili wake, katika nyama yake na mifupa yake, katika damu yake, katika jina la Yesu Kristo. Ninalituma neno la uzima, ninalituma neno la uzima katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu, ninaomba ukahuishe maisha ya watoto wako. Ninaomba ukaponye maisha yao. Ninaomba ukaponye mioyo yao, ukaponye mapafu yao, ukaponye figo zao, ukaponye mioyo yao Bwana, ukaponye kila system ya miili yao, ukaponye kila kitu katika maisha yao Bwana, ukaponye maisha yao, ukaponye viungo vya miili yao vilivyo na udhaifu. Yesu mtakatifu, ukaondoe kila maagano na hila za ibilisi, ukaondoe kila mkono wa ibilisi katikati ya maisha yao, ukawaponye katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Damu yako ya thamani ikawafunike, ikaondoe magonjwa, ikaondoe laana, ikaondoe mikosi, ikaondoe kudharaulika, ikaondoe hofu na mashaka katika jina la Yesu. Sikia neno la Bwana. Bwana anasema anakupenda, naye amekuokoa, naye amekusafisha, naye amekuponya. Unahangaika nini? Una mashaka ya nini? Maana neno la Mungu linasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Akisita sita, roho yangu haina furaha naye. Acha kusita, acha kuwa na mashaka, kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe. Huwa ugonjwa sio wa kwako, huwa ugonjwa sio wa kwako. Ukatoke kwa jina la Yesu, ukatoke kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu, Mungu wa neema, Mungu mtakatifu, kila sehemu zilizokufa katika miili ya watoto wako, kila seli zilizokufa, ninazitabiria kuishi kwa jina la Yesu. Ninatabiria kuishi kwa jina la Yesu. Viungo vilivyokufa vya mwili, ninavitabiria uhai katika jina la Yesu. Ninatabiria uhai katika jina la Yesu. Ninatabiria uhai katika jina la Yesu. Uhai katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu mtakatifu, kama vile ambavyo ulimwambia Ezekieli atabiri juu ya mifupa mikavu, nami Mungu wakati huu kwa mamlaka ya jina lako Yesu Kristo, ninatabiri juu ya kila hali zilizokufa, juu ya kila mifupa na nyama na damu na seli zilizokufa, juu ya kila kiungo kilichokufa katika jina la Yesu Kristo. Sikia neno la Bwana, maana mtaishi. Sikia neno la Bwana, maana mtaishi katika jina la Yesu Kristo. Magonjwa ya tumbo yakaondoke, kansa zikaondoke, sukari ikaondoke katika jina la Yesu Kristo. Kifafa kikaondoke katika jina la Yesu Kristo. Kupooza kukaondoke katika jina la Yesu Kristo, 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 mwana wa Mungu aliye hai. Bwana, umesema ya kwamba tukiomba lolote kwa neno, kwa jina lako, na utalifanya. Nasi Mungu tunakuamini ya kwamba wewe umeponya watoto wako, wewe umewafungua katika shida zao, umewasafisha mioyo yao, umewaponya jeraha zao, umewapa afya na uzima Yesu. Maana watoto wako hawatakufa bali wataishi, watayasimulia matendo yako makuu katika nchi ya wanaoishi.
kwa utukufu wa jina lako, maana ninajua ya kwamba kila mmoja umempatia vitu vya kufanya. Umempatia Bwana Mungu mtakatifu, kila mmoja atalitimiza kusudi lako katika jina la Yesu Kristo. Hakuna atakayekatishwa maisha katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, hata kuwepo hata mmoja. Asante Mungu wa neema, Bwana mtakatifu. Zipo ndoa zilizojaa majeraha, zipo ndoa zilizochafuka, zipo ndoa ambazo zinahitaji msaada wako. Ninaomba neema yako Yesu, ninaomba ukawaguse wanandoa. Kama wewe ndoa yako imeharibika, weka mkono wako katika kifua chako, mkono wako sehemu ya moyo wako, mkono wako wa kuume uweke katika moyo wako. Ninapoenda kuomba maombi haya, Mungu mtakatifu, Mungu wa neema, umesema ndoa na iheshimiwa na watu wote. Bwana mtakatifu, Yesu Mungu wa neema, ninaleta ndoa za watoto wako mikononi mwako, nikiomba rehema na neema yako Yesu, nikiomba urejesho wako Yesu, nikiomba neema yako Bwana, nikiomba rehema yako Yesu, nikiomba msamaha wako Bwana, nikiomba amani yako Jehova, nikiomba neema yako Mungu, ukayaondoe maovu, ukaondoe uharibifu, ukaondoe hila za ibilisi, maana Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa. Ukawalinde wanandoa, ukawalinde baba na mama, ukalinde watoto wao, ukawape urejesho Yesu, ukawasamehe na kuongoza, ukawatetee na kuwapigania. Mahali palipo na milima, ukaondoe milima. Mahali palipo na majeraha, ukaondoe majeraha. Mahali palipo na kuchoka, ukawape nguvu mpya. Yesu mtakatifu, ukaonekane. Onekana Bwana, onekana juu ya ndoa ya mtoto wako huyu wa kike na wa kiume. Onekana Mungu wa neema, onekana Bwana. Wapi watoto wako kusimama katika nafasi zao, wasaidie Mungu mtakatifu, maana ndoa inaponywa na wewe, maana ndoa inaongozwa na wewe, maana ndoa inasaidiwa na wewe. Wewe Baba ni mfinyanzi, kama ambavyo walimwambia Yeremia kamwangalia yule mfinyanzi na akaona ambavyo kile chombo kilichoharibika mikononi mwa mfinyanzi kilivyotengenezwa kikawa chombo kingine kizuri kilichofaa. Wewe Mungu ni mfinyanzi, wewe Mungu ni mtengenezaji, wewe Mungu ni muumbaji, wewe ni Baba mwenye huruma na neema. Ninaomba ukafinyange ndoa za watoto wako. Ninaomba Mungu ukaondoe yaliyoparuza, ukaondoe Yesu yaliyosimama kama vikwazo, ukatengeneze mioyo iliyovuja damu, ukatengeneze watu waliokata tamaa, ukafinyange kwa upya Mungu, ikawa kama ni ile siku ya kwanza Bwana walivyokubaliana na akaona ule upendo. Yesu, lete neema yako Yesu, ponya ndoa za watoto wako Yesu, ponya watoto wao Yesu, ponya maisha yao, ukawe katikati ya maisha yao Yesu. Ninakutukuza Bwana Yesu, maana wewe ni mwema. Umesema apate mke apate kitu chema, naye amepata kibali kutoka kwa Bwana. Kawafanya wanawake kuwa vitu vyema kwa waume zao, kawafanya wanaume kuwa wafalme wa amani na baba katika familia zao. Bwana, wasaidie wakawa vichwa katika familia zao, wakaziangalie familia zao, wakawalinde wake zao na watoto wao, wakalinde familia zao, wakawe ni walinzi katika kanisa lako, katika jina la Yesu Kristo. Yesu mtakatifu, baraka zako zikaamuriwe kwao na ukawape neema ya kupatana katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, zungumza na mioyo yao. Roho Mtakatifu, kaufute machozi yao, ukawasaidie. Tunakushukuru Bwana. Onekana Mungu katika jina la Yesu. Wakati huu Mungu mtakatifu,
tunapokuja mbele zako kwa ajili ya kila mmoja mmoja, watu wana mizigo mbalimbali walionayo. Unajua mioyo yao Mungu, unajua mioyo yao Yesu, unajua uhitaji wao Mungu, unajua matamanio ya mioyo yao. Ninaomba Yesu kaonekane. Wapo ambao wanatafuta wenza, Yesu kaonekane. Wapo ambao wanatafuta ajira, Yesu kaonekane. Wapo ambao wanatafuta ada, Yesu kaonekane. Wapo ambao Mungu wanakutafuta wewe, onekana katika maisha yao. Wapo ambao wanataka wasaidie kwenye huduma zao, onekana Mungu mtakatifu. Yesu waguse kwa namna ya tofauti, waguse kwa uwezo na nguvu zako, waguse kwa msaada wako, maana umesema wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Hakuna jambo la gumu usiloliweza. Bwana, tunakushukuru kwa sababu yale magumu utayaondoa, yale magumu utayaondoa. Utawapa neema, utawapa ushindi, utawapa uweza, utawapa nguvu, utawapa baraka za rohoni na mwilini, utawainua, utawaponya, utaonekania, utawapa baraka na rehema na nguvu yako, neema yako Yesu. Maeneo yao ya kazi wasaidie Mungu. Waliokataliwa wakauone mkono wako, ukawasaidie Bwana, ukawaondolee hizo roho za kukataliwa, ukawape neema wakakutana na wewe Mungu Yesu mtakatifu. Waliokata tamaa na maisha, ukawainue Yesu, ukawashindie, maana lingaliko tumaini, kungaliko tumaini mikononi mwako. Daudi anasimulia habari zako, anasema nalimuona Bwana siku zote za maisha yangu, amenishika kwa mkono wake, hakuacha nafsi yangu iende kuzimu. Yesu mtakatifu, mwana wa Mungu, tunakuita, washike watoto wako kwa mkono wako, wasione uharibifu Yesu, nafsi zao zisiende kuzimu, bali Mungu kaokoe. Tunda la Roho Mtakatifu likamee ndani mwao, ukawape neema, ukawatetea na kuwashindia Bwana. Wale ambao waliosongwa zaidi ya kutamani kuondoa uhai wao, ninaomba Yesu kakutane nao. Wewe ambao unatoa tumaini mahali pasipo na tumaini, kutana nao Yesu, kutana nao Baba, kutana nao Mungu wa neema, kutana nao Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kutana nao ukawahuishe, uondolee roho ya mauti, uondolee roho ya kukata tamaa, uondolee masumbufu yote Bwana, ukasafishe uwanda wa mioyo yao, mawazo yao, roho zao Mungu mtakatifu, maisha yao Yesu, ukawaonekanie, ukawaponya na kuwafungua katika vifungo vya yule mwovu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Fungua Bwana baraka zako kwa waliowafanya biashara, waliowafanya kazi, wanaotafuta Mungu mtakatifu. Bariki kazi za mikono ya watoto wako, waonekanie Mungu mtakatifu. Waondolee hila za ibilisi, waondolee vikwazo vya ibilisi. Ukabariki Mungu wanapotoka na kuingia, ukawazingire mtakatifu. Walio wanafunzi wanaofanya mitihani, waonekanie Bwana, wape afya, wape uzima, watetee, washindie katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu. Asante Baba, maana unatusikia. Asante Baba, maana unatushindia. Asante Baba, maana unatutendea mambo makuu. Liinuliwe jina lako, litukuzwe jina lako, libarikiwe jina lako. Tunakutukuza, tunakubariki, maana umesema kabla hatujaomba unajua haja za mioyo yetu, na tujapotamka tukaomba, wewe unasikia, wewe unatujibu. Ninakushukuru kwa sababu
wewe umewajibu watoto wako sawa sawa na mapenzi yako. Liinuliwe jina lako, litukuzwe jina lako, libarikiwe jina lako. Yesu, tunakutukuza na kukubariki. Asante Mungu, asante Bwana. Ni katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, tunaomba na kuamini na kushukuru. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Basi Mungu awabariki sana, na tunamwamini Mungu kwamba amefanya, na tunamshukuru maana ametenda, na tunamrudishia yeye sifa na utukufu na shukrani. Kwa mawasiliano zaidi, usisite kuwasiliana nasi, maana pia tunalo group la WhatsApp kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu, lakini na maombi kila siku saa 3 usiku. Tuwasiliane kwa namba hii 0753 47 18 04. Nitarudia tena 0753 47 18 04. Mungu awabariki, msiache kutufuatilia. Mungu awabariki sana 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 sana. Basi tunatamani tusikie namna ambavyo Mungu amekuhudumia. Usiache kucomment, usiache kusema amina, usiache kusema ambavyo namna ambavyo umekutana na Mungu na Mungu amekuhudumia. Karibuni sana na tunawapenda. Amen.